kitu kinaitwa masuala ya matumizi ya akili mnemba, lakini kwenye swala zima la kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hiyo tuna teknolojia ya kuweza kubaini ukubwa wa tatizo la msongo wa mawazo kwa Tanzania waje kwenye mada la chuo kikuu cha Dodoma. Lakini kwenye masuala mengine ni kwamba tumeweza kubuni mtambo ambao sasa tena uko kwenye hatua ya kuingia kwenye soko kwa wale ambao wanafanya biashara. Mashine ambayo unaweza ukaelewa. Kwa majina naitwa Kulwa Maliango, natoka mradi wa AI for Mental Health. Tumetengeneza mifumo miwili ambayo ni kwa ajili ya kudiagnose matatizo ya akili. Mfumo wa kwanza ni kwa ajili ya community, ili kwamba mtu aweze kujidiagnose yeye mwenyewe kama anahofia kwenda Mirembe au kwenda Amana kwa dalili za awali, ambapo mfumo huo una levels mbili. Level ya kwanza ni quick symptom check ambayo inakagua dalili za awali kwa kuangalia mtu anajisikiaje emotionally, kwa kuangalia mtu ana wasiwasi kiasi gani, then kuangalia mtu ana wakati mzuri au ana hali gani ya usingizi, kama anaweza kulala, kama anachelewa kulala. Lakini pia utaangalia physical symptoms, kama kuna hali yoyote physical anayesikia katika hicho kipindi ambacho ana mental unrest. Lakini baada ya hapo utaangalia cognition abilities katika hicho kipindi ambacho anahisi ana mental unrest. Je, kama anaweza kutatua matatizo, anaweza kufanya maamuzi, au kama anaweza kutunza kumbukumbu. Baada ya hapo utaangalia kama ana changes zozote katika tabia yake ya siku zote, kama amebadilika na hainteract sana na watu, atasema ana social withdraw, au amejikuta amekuwa na mtu wa hasira za karibu, au amejikuta ni mtu ambaye anatumia sana kitu fulani kama ni madawa au ni social media, atasema. Baada ya hapo tutamsuggestia ni assessment gani ya undani zaidi anaweza kufanya, ambazo hizi assessment zipo katika vigezo vya WHO standards. Kwa mfano kama anafanya depression, atafanya assessment kwa kulingana na PHQ-9. Kama atafanya katika upande wa anxiety, atafanya katika assessment ya GAD-7, ambapo akifanya hizi assessment tutampendekezea kulingana na hali alionayo ni namna gani aweze kuishi na hiyo hali, lakini pia tutampendekezea ni wapi anaweza kupata matibabu kwa wepesi zaidi, ambapo kwa sasa tunampendekezea hospitali ambazo tumefanya nazo kazi ambazo ni Mirembe, Benjamin Mkapa, Muhimbili pamoja na hospitali ya Amana. Huo ni mfumo ambao ni kwa ajili ya kumsaidia mtu ambaye ameweza kujifanyia diagnosis yeye mwenyewe. Lakini zaidi yote tunampa disclaimer kwamba huu mfumo tunampa disclaimer kwamba mfumo huu ni kwa ajili ya community use, lakini sio final diagnosis. Kwa baada ya hapo anaweza kwenda kutumia mfumo mwingine ambao ni kwa ajili ya professionals, ambapo huko ataenda kuwa diagnosis na professional ambaye atachukua taarifa kwa undani zaidi, kama family history na social history, kama ni mtu ambaye ana matatizo kikazi au kifamilia. Lakini pia atachukua kuhusiana na kama ana past medical history ambayo huenda ndio imepelekea tatizo hili, kwa sababu kuna matatizo ya akili ambayo yanapelekea na matatizo mengine ya kiafya.